Kitabu kilichofungwa kwa damu. Kilio cha usiku. Usiku ulikuwa mzito, ukitoka mbali, ukipita milima na mito, hadi kufika kijijini cha Mbuyuni. Hapo, giza haliwezi kufutika kwa mwanga wa jua au mwezi. Linaishi kama kiumbe hai. Kasim alishuka polepole ngazi za nyumba ya babu yake, akishikilia chemli iliyokaribia kuzimika. Alisikia sauti ya upepo ikinong'ona majumbani mwake, lakini ulikuwa upepo wa ajabu, kwa sababu ulizungumza maneno ya hofu, kama ukimwambia, usikaribie kitabu au utapoteza kila kitu. Kasim alikumbuka maneno ya babu yake aliyokuwa amemwambia kabla hajafariki: ukisikia sauti usiku, usiikimbie. Damu yako ndiyo ufunguo. Hapo hapo moyo wa Kasim ulianza kupiga mbio zisizo za kawaida. Hakujua ikiwa ni hofu au ushahidi wa kitu kikubwa kilichokuwa kinamsubiri chini ya sakafu ya chumba cha kale. Chumba hicho kilikuwa kimelala kama siri ya kale, kimefungwa kwa msumari wa chuma uliochorwa alama ambazo hazikueleweka. Aliposogea mlango ule ulilia kama kitu kilikuwa kimejeruhiwa, kila tone la sauti likimpelekea hofu zaidi. Kasim alibaki kinyume na masharti yake ya mwili, mkono wake ukiinama kwenye mlango, na ghafla mlango ulifunguka yenyewe. Ndani, harufu ya udongo mchanganyiko na kitu kisichoelezeka kilimjaa pumzi. Katika giza lililokuwa limekaliwa, palikuwa na kitabu. Hiki hakikuwa kitabu cha kawaida. Jalada lake lilikuwa kama ngozi, laini lakini gumu, na lilikuwa limechorwa alama za uchawi wa kale. Kadiri Kasim alivyokikaribia, kitabu kilianza kutetemeka na kutoa sauti ya chini na huzuni. Hatimaye, mrithi amerudi. Alipogusa kidole chake, tone la damu lilitoka na lilifunuka jalada. Kitabu kilifunguka, kelele la giza kilianza kujifungua. Ukuta ulitikisika, taa ikazimika. Sauti nyingi, nzito na za huzuni zikaanza kunong'ona. Siri tuliyoificha sasa lazima ijulikane. Ukijua ukweli, huwezi kurudi nyuma. Kasim alijua babu yake hakufa kwa kawaida. Kijiji cha Mbuyuni kilikuwa na historia ya uchawi, laana na mizimu isiyokoma, na yeye alikuwa mrithi wa kitabu kilichofungwa kwa damu. Mgeni asiyeonekana. Kasim hakujua alikaa muda gani ndani ya lile chumba. Muda ulikuwa umesimama. Aliposhtuka, chemle ilikuwa imezimika, lakini bado aliweza kuona, sio kwa macho yake, bali kwa hisia. Ukuta ulikuwa unapumua, sakafu ilikuwa ikinong'ona, na kitabu kilikuwa kimefunguka mbele yake, kurasa zake zikigeuka zenyewe, kana kwamba kuna mkono usioonekana. Sauti ile ikarudi tena, nzito na ya amri: usiogope, uoga ni wa waliochagua kukimbia. Kasim alijaribu kuzungumza, lakini sauti yake ilikwama kooni. Aliposogea nyuma hatua moja, aligonga kitu baridi. Hakikuwa kiti, hakikuwa ukuta, kilikuwa kiumbe. Aligeuka taratibu. Mbele yake alisimama mzee aliyekuwa amevaa kaniki nyeusi, macho yake yakiwa mekundu hafifu kama makaa ya moto uliokufa. Miguu yake haikugusa sakafu. Kasim alipiga magoti bila kujua kwa nini. "Wewe ni nani?" aliuliza kwa sauti iliyotetemeka. Mzee alitabasamu kwa huzuni. "Mimi ni sauti ya waliouawa ili nyinyi muishi." Baridi ilipita mgongoni mwa Kasim kama upepo wa kaburini. "Kijiji hiki kilikufa zamani," mzee aliendelea. "Kilichobaki ni kivuli chake." Kitabu kilitoa mwanga mwekundu hafifu, na kwenye kurasa zake picha zilianza kuonekana: watu wakifungwa, watoto wakilia, damu ikimwagika kwenye mti mkubwa wa kale. Kasim alipiga kelele, "Hiyo ni nini?" Mzee alimtazama moja kwa moja machoni. "Huo ni mwanzo wa deni." Ghafla sauti ya jogoo ilisikika nje. Mwanga wa asubuhi ulianza kupenya kwenye nyufa za nyumba.
Mzee akaanza kufifia kama moshi. Siri ikianza kufunguka, damu haitasimama, alisema kwa sauti ya mwisho. Na wewe Kasim, wewe ndiye ufunguo na kafara. Kimya. Kasim alijikuta peke yake chumbani. Kitabu kilikuwa kimefungwa tena, lakini sasa alama nyekundu zilikuwa zimejitokeza juu ya mkono wake, alama zile zile zilizokuwa juu ya jalada. Alipopanda juu ya nyumba, kijiji cha Mbuyuni kilikuwa kimeamka kama kawaida. Watoto walikuwa wakicheza, wanawake wakipika, wanaume wakijiandaa mashambani. Lakini sasa Kasim aliweza kuona kitu ambacho wengine hawakuona. Na hapo ndipo pazia linashuka kwa muda mfupi, si kwa sababu simulizi imekwisha, bali kwa sababu siri zimeanza kuchemka. Kila neno lililoandikwa limeacha alama moyoni, kila tukio limeacha swali jipya, na kila mhusika ameanza kuonyesha sura ambayo hatukuwa tumeitegemea. Hii ni riwaya ndefu yenye msisimko unaozidi kupanda kadri kurasa zinavyogeuzwa. Kilichotokea hapa ni mwanzo tu wa safari ndefu iliyojaa mafumbo, maamuzi magumu, mapenzi yenye majaribu na ukweli ambao hauwezi kubaki gizani milele. Tupo bado mikononi mwa kalamu ya mwandishi Ali Kasim, na simulizi hii itaendelea wiki ijayo. Jiandae kwa mtisiko wa hisia, mshangao usiotarajiwa na ukweli ambao utabadilisha kila kitu. Usiondoke mbali, hadithi bado ina pumzi, na pumzi yake inayofuata ni nzito zaidi.